Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe, karibu mkusaidie. Uko wapi? Mtaa gani? Kuna madhara yote ya kibinadamu yametokea? Sawa, simu yako endelee kuwa hewani. Tunakuja. Kwa majina naitwa Mrakibu, msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Joel Mwakanyasa, kaimu kamanda Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe. Tukio lililotokea hapa sokoni ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka utahadhari kwa wananchi. Lakini wananchi wao walikuwa wanajua ni tukio la ukweli, lakini ni tukio ambalo tulikuwa tumeweka kwa ajili ya kuwaweka tahadhari namna ya kujiandaa na majanga ya moto. Kwa sababu majanga mengi ya moto yanatokea watu hawajipangi. Sasa tulikuwa tumeweka tukio kama vile maandalizi ya tukio. Na ndio maana hakuna mtu aliyekuwa ametaarifiwa, watu wengi wamehamaki kwa ajili ya hili tukio. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika hapa ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaweka watu makini namna ya kujiandaa na matukio ya moto yanapotokea majumbani kwao. Sio eneo la sokoni tu, lakini pia hata majumbani, lakini maeneo mengine ambapo wananchi wanaishi. Ndio lilikuwa lengo letu kubwa hapa. Mmegundua wananchi wana tayari kiasi gani, wanaelewa chochote? Wananchi tumegundua wana mwitikio mkubwa sana na wengi wameshtuka. Na ndivyo inavyotakiwa kwa sababu wengi wamehamaki na kushtuka, lakini pia wengi walikuwa wameshajiandaa kwa sababu tulikuwa tunapita ndani kwa kama maendeleo ndio huko. Tuangalie kule ndani jinsi wengine wanajiandaa kupanga vitu vyao wafanyaje. Kwa hiyo tumegundua watu wengi walikuwa wameshajipanga tayari baada ya kuambia tu kwamba kuna tukio la moto, wengi wamejipanga vizuri sana. Hili jambo kwanza tuwapongeze kwamba kitu cha hatari. Hebu tujitokeze tuokoe kile kitu. Kama kuna jengo linaungua kabla hawajafika wao, hebu sisi tusogee. Tuendelee na kuokoa vitu au kuzima moto ili wakifika watu angalau sisi tumeshafanya nini, angalau tumesogea kwenye tukio tukawasaidia kile kitu kuokoa mali za raia. Brother, watu wamefanya zoezi la utayari hapa. Kama mwananchi umeonaje hili tukio la muda mfupi uliopita? Nilichokiona hapa ni jambo la msingi pia kwamba lazima wananchi wawe tayari kwa ajili ya matukio kama haya ya moto, na pia ni fursa kwa hawa zimamoto kuelewa namna gani wanaweza kukabili hatari ya moto inapokuwa imetokea katika halaiki kubwa ya namna hii. Lusajo Jafari Mwakiruma ni meneja msaidizi wa soko kuu Njombe. Kwanza kabisa ni washukuru fire kwa kufika kwa wakati, kwa sababu ni zoezi la utayari, lakini wameonekana kwamba wako sharp sana kwenye majanga ya moto kama hivi yakitokea. Sikutarajia, yani baada ya kupigwa ile namba ya 114 haikupita hata dakika 5 wakawa tayari washafika eneo la tukio na kuanza kuzuia ule moto ambao ulikuwa umetokea. Unahisi kuna muhimu wa kufanya matukio tayari kwa wananchi? Lazima, ni vyema sana kwa sababu na asilimia kubwa nimeona kwamba hawaelewi. Kwa hiyo ikifanyika mara kwa mara itawasaidia wao kujua kwamba moto ukitokea au ikitokea changamoto yote ya moto itumike kitu gani ili kuweza kusaidia. Wapige simu ili mamlaka husika iweze kufika kwa wakati, kwa sababu maeneo mengine watu wanaweza kawa naangalia tu.